ni hoteli ambayo ilikuwa inamilikiwa na familia moja. Hii ni familia ambayo ukiitazama unaiona ni ya kawaida sana, lakini nyuma ya pazia kumejificha mambo mengi sana ambayo ukielezwa unaweza usiamini. Mchizi alikuwa anaitwa Saravana, lakini pia kulikuwa kuna mwanamke anaitwa Mitha, bila kumsahau mwanamama pamoja pia na jamaa aliyekuwa anatambulika kwa jina la Jackie. Jamaa anaulizwa na mteja, je, hii ni familia yako? Anasema ya kwamba ndiyo, hii ni familia yangu, lakini pia kuna kijana wetu mdogo anayetambulika kwa jina la Jiva. Kijana huyu inasemekana hana uwezo wa kutembea vizuri, hivyo kwa sasa anatumia tu kiti cha wagonjwa, lakini pia kijana huyu alikuwa anampenda sana baba yake kuliko hata mama. Bi mkubwa alikuwa anaonekana ni kisilani sana, yani muda wote tu alikuwa amenuna. Sasa leo mchizi bwana, kipindi ambapo alipokuwepo kitaani, mambo akawa ni mengi sana mpaka akasahau kwenda kumchukua kijana wake shuleni. Mwalimu alijaribu sana kumsubiri. Wakati wa jioni unafika, mwamba anafika shuleni, anaeleza alishachukuliwa na anko wake. Anko wake yupi? Baada ya kuelekea kwenye CCTV kamera anakuja kugundua ya kwamba mtoto wao alikuwa akachukuliwa na mtu ambaye wala sio mwanafamilia yao. Mtu huyu aliyekuwa akamchukua mtoto alikuwa anatambulika kwa jina Kadian, lakini pia ni askari polisi. Sasa familia hii baada ya kumwona mtu huyu wakashtuka sana. Ni kwa nini? Kuna siri kubwa sana imejificha ndani yao. Ili tuelewe zaidi, hapa tunapata flashback ya miaka kadhaa iliyopita. Tunakutana na mtaalamu wetu Saravana. Mchizi kwa sasa bwana alikuwa anadaiwa madeni mengi sana, hivyo kila wadaiwa wake alikuwa akijaribu kumpigia simu, mwamba alikuwa hapokei, na kwa sasa alikuwa anapitia dirishani na kuruka ukuta kisha anaelekea kazini. Mwamba huyu alikuwa anafanya kazi ndani ya ofisi moja ya serikali, na hii ni ofisi ambayo ilikuwa inahusika kukusanya bili za umeme kutoka kwa wananchi. Saravana bwana sasa alikuwa anateseka sana. Kuna madeni mengi ambayo alikuwa anadaiwa, mengine alikuwa ni ya kwake, mengine alikuwa ni marehemu mama yake, kwani hadithi ya mwamba inasema ya kwamba mama yake kabla ya kufariki alichukua mkopo na kujenga nyumba, ikiwa naamini kabisa endapo akiwa na nyumba mjini basi mwanaye hatoweza kuhangaika. Lakini kibaya zaidi, mama huyu alifariki kabla ya kulipa ule mkopo, hivyo mpaka leo Saravana anahangaika sana kulipa haya madeni. Japo mchizi alikuwa na maisha magumu, lakini alikuwa na pisikali moja ambayo ilikuwa inamuelewa sana. Msela leo kaenda kukutana na rafiki yake moja anaitwa Sata. Huyu jamaa bwana, japokuwa alikuwa ni mfupi, lakini alikuwa na ndoto kubwa sana. Yeye maisha yake alikuwa anatamani siku moja kuja kupata mahela mengi sana, tena kwa muda mfupi. Hivyo akawa anamueleza jamaa njia mbalimbali za kuwekeza, lakini mwamba alikuwa haelewi kabisa, kwani hapa alikuwa na madeni mengi, na ukizingatia pia mwezi huu alikuwa anahitajika kwenda kupunguza madeni. Hivyo safari kampeleka mpaka kwa Sabari ambaye alikuwa ni rafiki yake. Huyu jamaa alikuwa ni wakishua, lakini pia baba yake alikuwa anajihusisha na mambo mengi sana ya kigaidi. Sabari anampatia pesa na kumweleza, bwana, hizi utatumia kupunguza deni mwezi huu. Lakini Saravana akakataa, akamweleza, hakika mwanangu, umenisaidia kwa kipindi kirefu sana, lakini kwa sasa ninahitaji nipambane mwenyewe kama mwanaume. Mchumba leo anampigia simu Msela na kumweleza, baba alishafahamu mahusiano yetu, hivyo jitahidi sana uifanyie usafi nyumba, kwani mimi nitamleta wakati wa jioni aje kuzungumza na wewe. Mwamba akaondoka kazini akarudi nyumbani mbio mbio, akaanza kufanya usafi haraka haraka. Binti anafika na wazazi wake. Msela akaenda jikoni kuandaa chai. Sasa binti baada ya kutulia kidogo akaona hebu ngoja niende kwenye friji kwanza nikatoe kinywaji bwana. Baada ya kufungua hivi chupa za gambe tu, yani hamna jambo la maana, ikabidi aifunge chapuchapu. Maongezi anaanza, Msela anaanza kujieleza sana mbele ya baba mkwe ya kwamba yeye ana mipango mingi sana ya kufungua kampuni kubwa, kampuni ambayo ana uhakika kabisa endapo ikitiki basi atakuwa na uwezo wa kumpatia maisha mazuri binti yake. Kipindi ambacho maongezi yalikuwa yanaendelea, moja kati ya mtu ambaye alikuwa anamdai anafika anagonga mlango. Msela baada ya kutoka upande wa nje anamweleza, bwana, ina wageni maalum sana siku hii ya leo, hivyo twende pembeni tukazungumze. Msela akawa hataki kabisa, anasema, we kila siku unanikimbia, mimi leo sihitaji kuondoka hapa bila pesa yangu. Binti pamoja na wazazi wake walikuwa wanasikiliza kila kitu. Akiwa njiani warudi nyumbani, baba anamweleza binti ya kwamba yule jamaa akofai kabisa, haiwezekani uolewe na mwanaume ambaye ana madeni kila kona ya huu mji. Lakini baada ya kufanya uchunguzi, mimi kama baba ninatoa maamuzi, huyu sio mwanaume ambaye wewe unahitajika ufunga naye ndoa. Sasa Msela atafanya nini? Haya alikuwa ni mawazo ambayo anajiuliza sana. Leo bwana, kipindi ambacho alikuwa anatoka kwenye mgahawa ambao alishazoea kwenda kula mara kwa mara, mmiliki anampatia kadi pamoja pia na pesa, anamweleza, bwana, nenda ukanisaidia kulipa bili za umeme. Si unajua tena bwana, jamaa anafanya kazi kwenye hiyo ofisi. Baada ya kufika tu kazini, Msela ambaye alikuwa anamdai anafika pale, anamweleza, bwana, pesa zangu ziko wapi? Mwamba akamweleza, nenda kanisubiri kwa upande wa nje. Mfanyakazi mwenzake ambaye alikuwa na experience ya hii kazi kwa muda mrefu na ni mtu ambaye alikuwa anaaminika sana ndani ya hili eneo, anamwaga Msela na kumweleza, bwana, ninaenda kwanza hospitalini kumchukua mke wangu na kumrudisha nyumbani, hivyo kwa sasa wewe endelea na hizi kazi, na hii printer kuweza kuprint receipt kwa sasa ifanye kazi, hivyo itabidi uandikie
risiti za mkono. Sasa msela baada tu yule mfanyakazi kuondoka, akachukua zile pesa ambazo alikuwa akapatiwa kuja kulipa bili ya umeme, anatoka nazo upande wa nje na kwenda kumpatia yule mtu aliyekuwa anamdai na kumweleza, bwana, haya ni malipo yangu ya mwezi huu, hivyo ninahitaji usinisumbue kwa muda wa miezi miwili. Saravana akaona bwana, kumbe ninakalia utajiri hivi hivi, kumbe kuiba hapa inawezekana kabisa. Leo baada ya kurudi nyumbani, akatafuta njia ya kuweza kufanya ili ile printer isiendelee kufanya kazi. Msela akapata njia ni kuweza kutengeneza chuma cha duara, lakini pia kutengeneza smako ambayo atakuwa anaitumia kukitoa kile chuma ili printer iendelee kufanya kazi. Yani yeye akiwepo kazini anatia kile chuma, printer ifanye kazi. Pesa ambazo wananchi wanakuja kulipia umeme anazichukua yeye na kutia kwenye begi, kisha anawaandikia risiti za mkono, na baada ya yeye kuondoka anakitoa kile chuma na printer kuendelea kufanya kazi kama kawaida. Wizi huo bwana ulimfanya Saravana kupata pesa nyingi sana, akaenda kumpatia mtaalamu wetu Sata na yeye akaenda kuziwekeza kwenye stock, na baada ya muda kidogo bwana pesa zikaanza kuwa nyingi sana. Hivyo kwa sasa msela maisha akawa kayapatia, akafanikiwa kulipa madeni yote na kununua gari moja la kifahari sana, na yeye pamoja na Sata wakafanikiwa kuanzisha kampuni ambayo watu walikuwa wanaleta pesa na kuwekeza, kisha wao wanaenda kuziwekeza sehemu nyingine, kisha wakipata faida wanakuja kugawana na wale watu ambao walikuja kuwekeza kwa mara ya kwanza. Upande wa pili tunakutana na mwanamama Janaki pamoja pia na Jaki. Hawa watu bwana na wenyewe walikuwa wanahangaika sana kiuchumi. Babake na Jaki kabla ya kufariki alikuwa ni bonge moja la superstar, lakini pia alifanikiwa kuwasaidia watu wengi sana hapa mjini. Jaki naye alikuwa anatamani sana kufuata njia za marehemu baba yake za kuwa bonge moja la mwigizaji hapa tauni. Leo yeye pamoja na mama yake wanaenda hospitalini. Daktari anawaeleza mama yako ana shida ndani ya tumbo lake, hivyo anahitajika kuweza kufanyia operation, na akawaeleza kiwango kikubwa sana cha pesa ambacho inahitajika walipe ili mama yao aweze kupata matibabu. Jaki akawaza hizi pesa atazipata wapi, akajaribu kwenda kwa watu ambao tayari waliwahi kusaidiwa na marehemu baba yake, kujaribu kwenda kuomba msaada, lakini jitihada zao ziligonga mwamba, kwani kila mmoja alikuwa anasema ya kwamba kwa sasa maisha ni magumu na wao pesa hawana. Jaki akabaki tu analia pamoja na mama yake, licha ya bi mkubwa kusema ya kwamba yeye hana shida yoyote tumboni mwake, hivyo kijana atulize mshono na kuendelea na mambo yake mengine. Jaki akamfuata director na kumweleza, bwana, kwa sasa sitoendelea tena kushuti filamu mpaka pale ambapo nitakapopata pesa za kumtibia mama yangu. Director naye akamweleza, kwa hii filamu tuliandika mahususi kwa ajili yako, wewe usio na wasiwasi wowote, nenda akapambania kwanza afya mama yako, na akiwa sawasawa utakuja tuendelee na kazi. Jaki akarudi kwa mama yake akawa analia sana, lakini leo akafanikiwa kuandika post na kuweza kuiweka Facebook akidai ya kwamba anahitaji msaada wa kupata pesa ili ziweze kumsaidia kwenye matibabu ya mama yake. Watu wengi sana wakaguswa na hii posti, ukizingatia pia marehemu baba yake walikuwa wanamfahamu, hivyo watu wakaanza kutoa mchango, pesa zikaanza kumiminika na hatimaye leo akaelekea hospitalini. Sasa baada ya kufika tu, daktari anampigia simu daktari mkuu na kumweleza kwamba bwana yule mama amefika, lakini daktari mkuu anamweleza daktari msaidizi, wewe ni mtu mjinga sana, ni kwa nini ulimpatia majibu ya uongo? Bwana huyu daktari, kumbe majibu ambayo alikuwa akampatia huyu mama yalikuwa sio ya kwake, na huyu mama hana shida yoyote ndani ya tumbo lake. Hivyo daktari kabidi amweleze ukweli ya kwamba bwana mama, inavyoonekana ndani ya tumbo lako hakuna shida yoyote, hivyo kwa sasa una uwezo wa kwenda kuendelea na maisha ya kawaida na wala hauhitaji tena kufanyiwa operation. Baada ya kurudi nyumbani, mtoto akasema sasa hizi pesa inabidi tuwarudishie wenyewe, lakini mama akasema haiwezekani, hizi pesa wametoa mchango kwa ajili ya matibabu, halafu kingine hiyo posti usifute, inabidi tuendelee kupokea mchango. Mtoto akasema bwana mama, haya sio maisha mazuri, huu ni wizi. Mama anamwambia mwanaye baba yako alikuwa ni mtu mwema sana, tena alikuwa anafuata sheria zote, lakini mpaka anakufa alikufa akiwa maskini, hivyo kwa sasa wewe tuliza mshono, hili ndio tobo la kuweza kupita. Bwana mdogo ikabidi awe mpole tu bwana. Pesa zikaendelea kuwa nyingi sana, hatimaye wakaanzisha kampuni kanaitwa Rambo Trust. Upande wa pili tunakutana na Bimdada Mita. Huyu yeye bwana alikuwa ni mtoto yatima, yani kakulia katika jumba la watoto yatima, lakini baada ya kujipata kimaisha alifanikiwa kuolewa na mwamba mmoja, lakini kwa bahati mbaya sana mwamba huyu baada ya kumpatia ujauzito akamtelekeza mke wake na kutokomea kusikojulikana. Mita akafanikiwa kuuza vitu vya thamani na pesa aliyoipata akaenda kununua nyumba. Sasa kibaya zaidi, nyumba hii ambayo alikuwa kainunua alinunua kupitia kampuni ya madalali, hivyo leo mwenye nyumba anatoa vitu vyake na kumweleza hii nyumba sio ya kwako. Kwa ufupi mama yangu, kampuni ambayo inadai ya kwamba kukuuzia hii nyumba wale ni matapeli na tayari wameshakamatwa. Mita akajikuta yuko mitaani, hana sehemu ya kwenda, ikabidi aende kwa rafiki yake kwenda kuomba hifadhi ya kuishi kwa muda wa siku 3, naye akasema siwezi nikakaa kizembe. Akaanzisha kampuni kama ile ambayo ilifanikiwa yeye kuweza kumtapeli, yani yeye
alichokuwa anakifanya, anaenda kuongea na watu ambao walikuwa wanamiliki nyumba na walikuwa wanaishi maeneo ya mbali kabisa na nyumba zao. Anaeleza, mimi nitawapangishia hizo nyumba na nitahakikisha kuwaletea kodi hizo kila baada ya mwezi. Na wao baada ya kuingia mkenge, bimdada anaenda kutafuta wateja ambao anawaeleza kwamba anauza nyumba. Watu wale wanakuja kwa lengo la kuweza kununua nyumba, pasina kujua kwamba bimdada huyo bwana, nyumba yenyewe sio ya kwake. Kwa njia hii Mita alifanikiwa kupiga pesa nyingi sana. Sasa hizi pesa ambazo alikuwa akazikusanya kwa muda mrefu kidogo, akaamua kwenda kuziwekeza kwenye kampuni ya Saravana. Jackie naye na mama yake akaenda kuwekeza kwenye kampuni ya Saravana. Watu hao wote walikuwa wameahidiwa ya kwamba endapo ukiwekeza pesa kwenye kampuni ya Saravana, kila mwezi kuna pasenti ambayo utakuwa unaipata. Hivyo wote walikuwa naamini baada ya muda mchache bwana atakuwa mabilionea wakubwa sana ndani ya hili eneo. Saravana kwa sasa akawa na maisha mazuri sana, hatimaye mpaka ukweli akamkubalia, akafanikiwa kumchumbia mchumba wake. Maisha kwa ufupi yakaendelea kuwa ni mazuri sana. Saravana leo anafuata na rafiki yake Sabari, anamweleza bwana, nina bonge moja la shida, ninahitaji pesa nyingi sana, lakini pesa hizi kuna mtu ambaye nilikuwa natamani kwenda kumkopa, sema tu sina uhakika kama atanipatia. Saravana akamweleza rafiki yake ya kwamba kwa kuwa ulishawahi kunisaidia huko mwanzoni, mimi na uwezo wa kusaidia. Pesa hizo unahitaji ni kiasi gani? Sabari akamweleza anahitaji pesa nyingi sana, lakini pia hizo pesa kuna biashara ambayo ataenda kuifanya wakati wa jioni, hivyo baada ya siku 2 tu atamrudishia hizo pesa na faida mara 2 yake. Pesa ambazo Sabari alikuwa anazihitaji ni nyingi sana, ilikuwa inamgharimu mtaalamu wetu Saravana kwenda kutoa pesa zote za wawekezaji. Lakini pia leo alivyoenda kazini alikuwa hana utani hata kidogo, alichukua pesa za kutosha na kwenda kumpatia rafiki yake Sabari na kumweleza baada tu ya siku 2 nitakuletea hizi pesa. Lakini asubuhi na mapema anapigiwa simu ambayo ilimshtua sana. Simu hii ilikuwa natoka kwa mpenzi wake na Sabari akimweleza Sabari amepoteza maisha, alipigwa shaba usiku wa jana kipindi ambacho alikuwa anafanya biashara, hivyo hata pesa zote ambazo alikuwa nazo zimeweza kuchukuliwa na watu wasiojulikana. Saravana alivurugwa sana, akaona bwana, maisha yangu kwa sasa yameweza kuingia hatiani. Saravana ikabidi aende kujifungia magetoni. Lakini kwa upande wa Jackie pamoja na mama yake, kwa sasa bwana, maisha yao akawa ni magumu, kwani pia walikuwa wameshtukiwa ya kwamba bi mkubwa alikuwa ni mzima, hivyo walikuwa wanahitajika kurudisha pesa zote ambazo walikuwa wamechangiwa. Sasa pesa watazitoa wapi? Ungali Saravana atambuliki sehemu alipo. Mita naye hali ni ile ile, watu wakaanza kumsumbua, bwana, inakuwaje? Bishosti pamoja pia na familia ya Jackie kabidi wanaswe. Saravana naye leo bwana anakuja kunaswa na kupelekwa ndani ya kituo cha polisi. Taarifa za habari zinaenea kila kona. Familia ya mchumba wake baada ya kuziona hizi taarifa hakika wakasema, mbona hatuamini? Bishosti baada ya kufika kituoni piga sana vibao vya kutosha, anasema hakika umeniharibia sana maisha yangu, siamini muda wote kama nimempenda mtu ambaye ni tapeli na mtu mwenye tabia mbovu kama wewe. Saravana alijaribu sana kujitetea, lakini hakuna hata mtu mmoja ambaye alikuwa yuko tayari kuweza kumsikiliza. Ndani ya kituo cha polisi vibao vilikuwa ni vingi sana. Jackie akiulizwa, bwana wewe pesa umepeleka wapi? Anasema ni Saravana, anakula kibao. Mita naye akiulizwa pesa umepeleka wapi? Anasema ni Saravana, anakula ni vibao. Ofisini kwa Saravana leo kila raia alikuwa kakaa mlangoni, anasema bwana mbona tumekatiwa umeme ungali tulikuwa tunalipa bili kila mwezi? Hakika mabosi wote wakabaki midomo wazi. Mtu ambaye walikuwa wamemwamini leo kawasababishia msala wa kutosha. Saravana baada ya kupata mateso mengi, mwisho wa siku akaamua kuweza kuwasaidia hawa watu, wakaweza kutoroka ndani ya hili eneo. Wakiwa njiani anasema, jamani, sasa hapa kila mmoja apite njia yake. Mita akasema, mimi sihitaji kuondoka hapa, kwanza ukizingatia pia nina ujauzito na wala sielewi ni sehemu gani ambapo nitaenda kuanzia maisha mengine. Kila unakokwenda tutaenda wote mpaka nihakikishe umenirudishia pesa zangu ambazo nilikuwa nimekupatia. Jackie na mama yake nao mwendo ni ule ule. Saravana ikabidi wachukue na kuwapeleka mji mwingine kabisa na kwenda kufungua mgahawa, na ndio huu kawa ni mwanzo wa watu hawa 4 kuanza kuishi pamoja. Yani wote walikuwa wako hapa wakisubiri siku moja Saravana aweze kuwarudishia pesa zao na kuondoka kwenda kuanza maisha yao mengine. Na hata baada ya Jiva kuzaliwa alikuwa anaamini ya kwamba hii ni familia yake, hivyo akawa anawapenda sana, hususan akampenda zaidi Saravana akiamini ni baba yake mzazi. Flashback inaisha, tunarudi wakati uliopo. Saravana anawaeleza, sasa jamani, itabidi mimi niende nikaonane na yule askari polisi, ikiwezekana anipatie Jiva kisha nimsikilize anahitaji kufanya nini. Mama pamoja pia na Mita bila kumsahau Jackie akasema itabidi tuweze kurudi wote, hatuwezi tukakuacha ukarudi peke yako. Safari inawapeleka mpaka kwa afande. Baada ya kufika
Anaeleza ni kweli kijana wenu nimemkamata na kwenda kumfungia mahala, lakini kwa sasa nyinyi ninahitaji mnifanyie kazi moja ya kuanzisha utapeli ambao utanifanya mimi nije kuwa bonge moja la tajiri, kwani mimi baada tu ya kuweza kustaafu pesa zote ambazo nilikuwa nimepata nilizitumia kwenye betting na kuweza kuliwa kabisa. Lakini pia kitu kingine ambacho mkifahamu kuhusu mimi, kipindi ambacho nilipokuwa kazini nilikuwa sio askari mwema, kwani nilikuwa ni askari ambaye ninakula rushwa za kutosha, lakini pia nilikuwa ninashirikiana na matajiri ili niweze kupata pesa ambazo zingeweza kunisaidia baada tu ya kuweza kustaafu nisiishi maisha ya kimaskini bali niishi kama fogo. Saravana baada ya kuwaza sana akapata wazo, inabidi waanzishe vibanda vya kutoza ushuru barabarani. Kwa njia hii aliamini kabisa moja kwa moja hawatakuwa na uwezo wa kunaswa, lakini pia akaja na mipango kazi mingine. Kabla ya kupata ruhusa ya kuweza kuanzisha vibanda hivi vya ushuru barabarani, inabidi kwanza wapate uaminifu kutoka kwa raia. Wakajipiga makeup za kutosha, Mwamba akajidai ni mzee, lakini pia hata kwa Jaki naye akajifanya ni mzee, hata kwa mwanadada naye akajifanya ni mzee. Wakaingia photoshoot bwana, wakajipiga picha, lakini pia leo wakaenda kukutana na mtaalamu wetu Afande mzee wa matukio, wakampatia mipango kazi mingine na kumweleza kwamba bwana, hapa kuna kampuni moja ambayo inajihusisha na nishati mbadala, yani endapo umeme ukikatika watu sio zaidi wanatumia majenereta, basi hii kampuni bwana inakuja na mbadala, badala ya kutumia jenereta ama taa, wao wana mashine zao zingine ambazo zina uwezo wa kuleta umeme kwenye nyumba hata kama umeme ukiwa hakuna. Hivyo akamshauri, kwa sababu pesa ambazo utakuwa unakusanya ni nyingi, inabidi uingie ubia na hii kampuni. Hivyo pesa ambazo utakuwa zinapatikana wewe utakuwa unawekeza kwenye hii kampuni, na kisha kwa hatua hii utakuwa na uwezo wa kukwepa mkono wa serikali. Afande akakubali, akaingia mkenge. Hatua ya kwanza kabisa mtaalamu wetu Saravana alichokifanya, alienda kumvizia mwandishi mmoja wa habari katika gazeti moja maarufu sana ndani ya hili eneo. Kwa kutumia kompyuta yake anafanikiwa kuitoa habari juu ya wawekezaji wapya waliofika ndani ya hili eneo kutokea Korea, na mbele kabisa ya gazeti kulikuwa kuna picha zao. Lakini pia katika uchunguzi kwenye nyumba ya huyu mwandishi wa habari anakuja kugundua mtu ambaye alihusika kumaliza Sabari alikuwa ni huyu Afande ambaye leo amewaweka kwenye 18 na kuwapatia kazi hii nzito. Mwamba alikasirika sana, yaani kumbe jamaa ndiye ambaye alikuwa ni mtu aliyesababisha mpaka wao siku hii ya leo wapo kwenye majanga mazito, hivyo akaweka kisasi kizito bwana. Kazi ikaendelea, Afande akitambua kabisa kwamba hawa jamaa walikuwa wanafanya kazi chini yake, kumbe wadau nao walikuwa na mipango yao mingine tofauti kabisa. Saravana kwa kutumia ujanja alionao wa kubadilisha sauti akafanikiwa kwenda kwa waziri mkuu na kupatiwa ruhusa ya kuweka vibanda vya kutoza ushuru barabarani, na hatimaye traki ya mtu nne wakaingia kitaani na kuanza kufanya kazi. Kila kona ya jiji bwana wakaanza kukusanya ushuru. Hakika pesa walizopata zilikuwa ni nyingi sana. Afande siku hii ya leo bwana akaita waandishi wa habari pamoja pia na yule mtu ambaye anasemekana ya kwamba ana kampuni ya nishati mbadala. Anatangaza ile kampuni akisema ya kwamba siku hii ya leo anaingia nayo ubia, anasaini mkataba. Anaanza kupokea simu yeye akidhani ya kwamba zilikuwa ni za wawekezaji wakihitaji kuwekeza kwenye hii kampuni. Ukweli wa mambo ni kwamba watu waliokuwa wanapiga simu ilikuwa ni Saravana pamoja pia na wenzake watatu, na huo wote ulikuwa ni mchezo wao ili mradi tu amweke kwenye 18 huyo Afande wa zamani. Jiva akampigia simu yule bosi wake wa zamani ambaye pia alikuwa anafanya naye kazi kwenye ile ofisi ya serikali ambayo ilikuwa inakusanya bili za umeme. Akamwomba msamaha, lakini pia akamweleza kwamba jamaangu, inabidi unisaidie, majira ya saa fulani ninahitaji ukate umeme jiji zima, kwani kuna jambo ambalo ninahitaji kulifanya. Afisa huyu akakubali kumsaidia mshikaji. Saravana pamoja pia na wenzake hawa wanafika mpaka kwa Afande akiwa na mabegi ya pesa. Wanamweleza bwana, pesa ni hizi, inabidi utupatie Jiva. Afande anatoa mguu wa bata na kueleza, hakika nyinyi ni wajinga sana, yaani mimi niwaachilie, nikisha waachilia hizo pesa zingine mimi nitazitoa wapi? Nikienda kucheza kamali na kuliwa zote nirudi tena kuishi kama maskini? Hakuna. Saravana akaomba kuongea na Jiva. Baada ya Jiva kuweza kupatiwa simu, Mwamba akamweleza, sasa kijana, inuka ukimbie, kisha nitumie location sehemu ulipo nije nikuchukue. Kijana akainuka akakimbia. Kumbe bwana huyu kijana alikuwa sio mlemavu. Mambo yalikuwa kama hivi, baada ya huyu kijana kuzaliwa ilikuwa ni ngumu sana kuweza kumpeleka shuleni, ukizingatia pia hawa washikaji vyeti walikuwa hawana, na kijana huyu ili apate nafasi shuleni waliona tu ni bora wadanganya na kusema ya kwamba alizaliwa akiwa hana uwezo wa kutembea. Lakini pia Saravana akaenda kuongea na kijana na kumweleza endapo akiwa nyumbani yeye atakuwa anaruhusiwa kutembea kama kawaida, lakini akitoka mazingira ya nyumbani basi anamwomba sana asije akainuka kwenye hicho kiti. Saravana anampigia yule mzee na kumweleza, mzee, muda wenyewe ndio huu, zima umeme. Mzee anazima umeme mji mzima. Kijana anafanikiwa kutoroka, lakini pia Saravana pamoja pia na tagi lake bila kumsahau Sata wanafika kwa wakati na kufanikiwa kumsaidia Jiva Afande baada ya kuwapigia
anapiga simu akijaribu kuwapiga mikwara. Saravana anamweleza mipango yote aliyoifanya na kumwambia ya kwamba hakika nimefanya haya yote baada tu ya kugundua wewe ulihusika kumwangamiza rafiki yangu Sabari. Taarifa za habari zinaenea kila kona ya kwamba afande wa zamani ambaye alikuwa anaheshimika sana ndani ya hili eneo ndiyo mtu aliyehusika kwenye utapeli uliofanyika wa vibanda vya ushuru ndani ya hili jiji. Jackie pamoja na mama yake wanafanikiwa kuwarudishia pesa wale watu ambao walikuwa wamewachangia mwanzoni, lakini pia kwa bimdada naye anaenda kumrudishia pesa yule mzee ambaye alikuwa anamdai. Lakini pia kwa upande wa mtaalamu wetu Sata, naye baada ya kupatiwa pesa zake anawaaga wadau na kupita njia yake. Upande wa mtaalamu wetu Saravana pamoja na tagi lake wanaondoka kwenda mji mwingine kuyaanza maisha mapya bwana. Hapa ndo unafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umeipenda video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia wa kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.